Sasa huyu mtoto hatakiwi kuendelea kuwepo. Tutamaliza mtihani, tutamwabort. Zaidi ilikuwa ni hofu. Cha kwanza, yani atakuja mtoto, nitamsimamiaje? Mimi nitampeleka wapi? Bila mbali na hayo yote nikakubali kwamba acha aje. Kinachokuja tutaendelea nacho. Kitakachokuwepo nitamlea. Huwezi kumkimbia. Kwa hiyo ninachokipata gharama. Na hiyo siku ni siku ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo kwangu. Akiwa mdogo sana mtoto. Ilikuwa ni usiku. Mtoto alikuwa hataki kulala. Mtoto analia. Mbona analia? Sasa ile kalia katosha, wakaanza kulia tena mama yake. Ukiwa bado hujawa baba. Wewe unachokiwaza wewe. Unawaza wewe kama wewe. Unajua mimi nilikuwa nawaza haya masuala mengine ya mtoto, sijui kwa changamoto ndogo ni za mama before sijakuwa naye, lakini mtoto yani unafikiria hivi kama ningekimbia au ningemkataa na hivi nikamwabort ingekuwaje sasa hivi? Hata kinachokipata ningeona kifanyia nini? Kwenye swala zima la malezi, watu wengi tunaongelea masuala ya malezi kwa upande wa mama. Tunampendelea sana mama. Ni anastahili ndio. Lakini kuna vitu ambavyo pia kina baba wanapitia. Haswa wale wa baba wa mara ya kwanza. Tunawaita first time fathers. Kuna vitu pia wanavipitia, lakini ni ngumu kukuta jamii inavizungumzia au kuviongelea. Jina langu ni Mandy Nemes na this is Mtoto Kwanza podcast. Na leo tunakwenda kuzungumza vitu wanavyopitia first time fathers ambavyo wengi hatuvijui. Karibu sana. Nipo na rafiki yangu ambaye ni first time father. Naamini atakwenda kutushirikisha japo kwa udogo, kwa uchache wake kupitia experience anayoipata yeye, kwamba ni changamoto gani alizipitia, masuala ya mtoto yalimuaffect vipi kwenye maisha yake kama baba wa mara ya kwanza. Karibu sana Mbrosi. Shukrani sana Amanda. Okay, so mara ya kwanza unaambiwa kwamba unaenda sasa kuwa baba, ili affect vipi maisha yako? Kwa muda wa kwanza mimi naenda kuambiwa kuwa baba. Kwanza yale mimi kwa baba mimi nikuta bado nikiwa nasoma. Okay. Nipo chuo ndo nilipokuwa na wa pili. Alafu napata taarifa mimi kwa baba nina mtihani wiki mbili mbele. Una mtihani? Wiki mbele na mtihani. Mwaka wa pili unakuwa baba. Ninakuwa baba. Okay. Hiyo siku nakumbuka nilikuwa nyumbani nilikuwa nyumbani, nilikuwa weekend naambiwa. Sasa kuna hii hapa, unajua bado uko shule, hii hali kama kuipokea for the first time, kwanza uelewe ni uichukueje. Ila nakumbuka ni cha kwanza sikujibu ile simu. Ilikuwa ni simu, sikujibu. Niambia msubiri kwanza hii jibu nitakupa. The situation afu upo shule, hutaki kumshirikisha mtu mwenyewe. Okay. Yes, hebu imagine inakuaje. Kwa nikabidi nitulize akili. Nikakubaliana na hali kwanza. Afu hii nitaipokea. Acha nimalize mtihani niendelee. Afu tujue zinakuaje. Kwa hiyo ulimjibu right away au ukampa muda? Sikujibu pale. Afu kumbuka na yeye pia ana mtihani, anayekwambia namna hiyo. Kwa maana wote mko bado mko shule. Okay. Kwa sikutaka kumharibu pia, niambia okay, hebu tulia tutaliongea. Acha hii ndio mbele yetu tumalize. Kwa ile kuikubali hali na namshukuru Mungu kwanza alijalia nikaipokea. Ila baada ya hapo mimi mpaka kuja mtoto haikuwa sawa. Okay. Tuseme kwamba unapokea taarifa hizo, uko shule na mwenzako yuko shule. Lazima kuna mmoja alimtia moyo mwenzie kwamba it's okay, we can keep it, tutailea. Umeelewa? Na kuna wale ambao akishapokea tu hiyo taarifa, akiingia mtini, ni ameingia mtini mazima. Kwa wewe nani alikupa nguvu kasema it's okay, we can do this? Maana ni hautakuwa mwenyewe, mtakuwa wawili sasa, ili kukubaliana huyu mtoto aje tutamlea. Yaani unajua sikutaka kwanza kumvunja. Nilikubali kwanza. Unajua ile kwa mara ya kwanza naichukua. Sikutaka kumvunja moyo mwenyewe, najua tuna mtihani na nini, nilimwambia okay, acha tutaongea. Sikuwa najua tunaenda kufanya nini. Okay. Ila kwa maisha ya chuo wazo la kwanza lilikuwa kuja kwamba hili mtoto hatutaki kwenda huko. Kwenda huko ni kweli. Maana hata mwenyewe ningekuwa mwaka wa pili, ningekuwa na hiyo yofia kwa sababu bado ningekuwa nategemea
familia, bado mimi mwenyewe najitafuta. Wewe mwenyewe kuna muda wewe, yani kuna muda unapita siku hata 100 alafu unafikiria hapa namwambia vipi. Kwa hiyo wazo la kwanza lilikuwa nakuja kwa mtoto atakiwe kuja kwa sasa hivi. Ila siwezi kumkatisha tamaa ambaye amenipa taarifa hii. Unajua umuhimu wa chuo. Akifeli hapa mimi akiojilishwa huko kwao na mimi lazima niwajibike. Apart from hivyo pia utajisikiaje? Hata mimi mwenyewe hali itakuwaje? Itakuwaje? Kwa hiyo ikabidi nikubali kwanza, nikamtia moyo. Acha tumalize hili. Tukimaliza hapa tutazungumza. Likizo inafika. Okay. Ukimaliza mtihani hivyo likizo. Nikiwa likizo upotea urudi. Sasa hiyo ndio itakuja. Sasa tumalize kwanza papers. Okay, so naamini kwamba inakuwa kweli ni ngumu. Alafu kuna ile experience ambayo unasema umeiona, tuseme kwa ndugu, jamaa na marafiki, familia mwenyewe, yale malezi uliyoyapitia na kadhalika. Ni nini kilikupa nguvu wewe kuendelea kusema it's okay, acha mtoto aje tutaenda? Au ni hofu gani kubwa ili kupata kwa wakati ule? Yaani cha kwanza kabisa ambacho kwa mara ya kwanza napata kwa kweli sikuwa napata nguvu ya kwamba acha tuendelee, kuna sehemu nimeona zaidi ilikuwa ni hofu. Cha kwanza yani atakuja mtoto nitamsimamiaje? Okay. Unaona, kwanza unajua katika ile hatua za makuzi huwa kuna kama ego, unasema ego, yani mimi kama mimi najiwaza mimi najiangalia kwanza pata hela nipendeze, okay, nitoke nile vizuri. Sasa kifikia anakuja mtoto mwingine, anakuja mtu mwingine ambaye atanifanya niache kujiwaza mwenyewe niwaze hadi yeye. Hapo ubinafsi kwanza, ile wazo la kujiwaza mimi likaanza kunitoka kwa muda. Napata habari kama hiyo kwamba unaenda kuwa baba, na namna ya kujifikiria sana ile kwenye kujiwaza mimi nilikuwa nawaza nikija kumlea huyu, akifika huyu mimi nitampeleka wapi? Inatokea ila nikasema huwa niko sana naambia kila anayekuja anakuja na sahani yake. Sawa, ana sahani yake, hiyo sahani tunaiwekea nini? Inaweza ikaja sahani tupu, inaweza ikaja sahani imejaa. Kulingana na hiyo zaidi ni najua nilipitia kipindi kigumu zaidi. Unajua ni ngumu mtu upo chuo, kuna muda unajifanyia mambo yako wenyewe, kurudi kusali. Hakika nilifunga novena siku 9. Nishaiona hiyo. Ukiwa na situation inakubadilisha na kulazimisha afe kipa, afe beki, utarudi. Unafunga novena siku 9, anakupa nipe maamuzi yaliyo sahihi. Namshukuru Mungu kweli alinitia nilipata hiyo confidence, kasema it's okay. Akija tutaendelea. Acha na mimi mwenyewe ni hustle. Ila negative sana ndio ilikuwepo, kumfikiria yule namna gani atakuja akuwe. Kujifikiria mwenyewe, unajua ukiwa bado hujawa baba, wewe unachokiwaza wewe, unawaza wewe kama wewe. Utakula nini, utakunywa nini, inakuwa mmoja. Mimi nikiwa na 2000 nikila asubuhi kisha usiku sina, nitaenda nikapiga story kwa mshikaji ataweka kitu tunatoa tunaendelea. Ila hapo lazima sitakiwi kuishiwa hela. Hilo la kwanza nilikuwa naniwazesha sana, akija huyu nitamtaje. Ila mbali na hayo yote nikakubali situation inapokuwa kwamba acha aje, kinachokuja tutaendelea nacho, kitakachokuwepo nitamlea, kwa sababu mimi sikosiki. Na nachoshukuru kidogo, hata mama yake kuna muda anakutia moyo. Kuna namna na kuna sehemu naenda kashika tukamlea, ngambia sasa acha aje na baraka yake tuone tutamsukuma vipi. Ni kweli unakuta kabisa, unajua maana kwa upande wa mwanamke mimi naweza nikaelezea, kwa sababu mimi mara ya kwanza najua kwamba sasa nakwenda kuwa mama. Wewe unasema ulikuwa huko chuo mwaka wa pili, mimi nilikuwa nishamaliza chuo, nipo kabisa na kazi yangu. Kwa ile hali ya kwamba mwezi sasa miezi miwili hivi, unafahamu ile kwamba unajipa moyo ile kwamba subiri itakuja, subiri. Alafu sasa like enough is enough, wacha nikajue mbivu na mbichi. Mimi niko upande wa kike, kwa hiyo hali ya malezi na kadhalika kwangu ilikuwa inakuja kwamba sasa naenda kuchukua mzigo mpya, natakuwa ni pambane na huo mzigo, nitafanyaje na huo mzigo, ni ndio nakwenda kuwa wa kwangu sasa. Kwa hiyo nikakaa kama almost a week najiuliza, niseme au nisiseme, nimwambie mtu au nisimwambie mtu. Sasa what ifs ndo zinakuja, nikimwambia mtu akakimbia atasema au
nikimwambia mtu alafu siko tayari, yani unajua ni namba kuna watu wanawaza labda ni mama pekee yake tu anakuwa na mawazo haya. Ila ukweli sio mama pekee. Sababu kwa maana ni ndio kwa maana ya kwanza ila haubebi wewe. Yaani swala halipo, ushahidi upo kwangu. Unajua kuna depression inakuja unaipata hivi ile kuna namna ya maisha unavyowaza. Kuna depression inakuja. Unajua wewe ukipata ile taarifa mimi naenda kuwa baba, hapo unachokiwaza utaanza kumwaza aliyeshika mimba. Unawaza na aliyepo kule. Umeona the way ulikuwa unawaza mimi ile swala, unajua kabla ya jana unawaza labda mimi nikija kuwa baba cha kwanza nitoa amri. Unaona nikishakuwa baba nitatoa amri, nitasema hiki kifanyike. Sasa hapo hujapata bado, bila pata hiyo taarifa utaona vyote vinaondoka au vinabadilika. Unajua kinachofanya kiondoke ni nini? Ile kwamba unaenda kuwa baba tofauti na unavyowaza utakuja kuwa hayupo. Hapo nawaza mimi nitapiga misha hii hapa, nitaingiza, nitakusanya, nitaweka hivi. Hapo malize chuo, anze kuwaza nikaajiriwe au nikajiajiri, niende shamba au nifanye nini. Hapo kumbuka tuachana hata kama haupo chuo, yani hata mpaka sasa hivi mimi najua amekuwa hajapo kakua kidogo. Ila mpaka sasa hivi bado kuna namna ugumu upo mkubwa tu kabisa. Unajua unapata kipato chako ambacho unaamini kama kwa namna hii mimi ningeweza kujisimamia mimi kama mimi na ningeendesha maisha yangu kivi mimi binafsi kama yanavyotakiwa kuwa. Una mtoto, huwezi kumkimbia. Kwa hiyo ninachokipata gharama. Hauwezi kuzaa mimi eti na mtoto wangu namtia mtu gharama mzigo mwingine. Sijui la kwa mtoto natakiwa msimamie. Lazima upambane mwenyewe. Hapo ndio zinakuja nakwambia namna unavyofikiria lazima itoke. Unajua kuna muda ile kulingana na umri pia jana ndo mara ya kwanza wakati wa makuzi unakuwa unawaza nitaenda kwa shikaji mimi nikakae, labda mimi mtu wa mazoezi nitaenda mazoezini, nitarudi, nitapumzika, maisha mengine yataendelea. Utabadilisha mawazo. Kuna muda umekaa uelewi hiki wala hiki, unapata simu mtoto ana shida. Imagine hapo una hela. Wewe mwenyewe tu unajiwaza. Unajiwaza mwenyewe, imagine una hela. Hapo ni umepokea tu taarifa. Sasa kwa kina mama kuna ile stage tunafika, tunaingia hospitali. Ukitoka mnatoka wawili. Kwa maana hiyo tayari uruhusu ule uhai kuendelea. Kwa maana hiyo tayari either kwa makubaliano ya mtu wote wawili au kwa maamuzi ya mtu binafsi. Unatoka pale. Unaanza kila kitu kwako ni kipya. Unaona nikimpa maziwa kidogo na haribu. Nikimwacha alale na kosea. Akilala na tumbo, akilala na mgongo, sijui atakuwa na kichwa flat, sijui mgongo. Yaani unafahamu kuna zile wanasema pressure points. Ni kama sindano unamshtua kila saa mama. Akikaa hivi kidogo, hasa kuna wale wanakuambia chango hiyo, unajiuliza Mungu wangu chango ndo nini? Chango ni kitu gani? Chango hivi ndo ikoje? Yaani hujui ni nini ikoje. Yaani unakuwa na maswali mengi, lakini unakuta kuna mtu anakuambia hiyo ni chango. Haujakaa kidogo nasikia chango mwekee hiki mwekee kile, fanya hivi fanya vile. Kwa hiyo sasa vile vyote ukivijumlisha kwa pamoja ndio unakuta mama sasa anaanza kuwa mnyonge, mchovu, mwenye huzuni, huruma, yani kila kitu kinamfanya kama ameinama hivi. Anapitwa na fashion, anapitwa na kujijali, yani anakuwa kama amejisahau yeye simply because kaleta mtu mwingine duniani. Utakuta mtoto kapendeza, lakini ukimwangalia mama mpaka unajiuliza ndio nywele hadi zimekatika. Yani umeelewa, kuna zile reaction tu tunaona kama nywele imefifia, kila kitu yani unaona kama amefifia. Ile yote kwa mwanamke tunasema ile ni postpartum depression. Sasa upande wa baba huyo inakuaje? Tayari sasa kashakuja. Hii unajua hii tunaiona kwa mama, kwa sababu mama muda mwingi anakuwa karibu na mtoto. Si unaona kwamba mama anapokuwa karibu na mtoto unaona kama akiwa anapitia situation ni kwamba baba anahisi haimfiki. Ila ukweli ni kwamba baba naye pia inamfika na sio nikasema inaweza kumzidi, ila kwa mimi ninavyoiona sometimes inamzidi hadi mama.